Na Ramadhani Bwaduke, hii leo Azam amelazimishwa suluhu ya bila kufungana mbele ya Fountain Gate FC. Ilikuwa ni mechi aina gani? Mechi ambayo muda mwingi tumeona Fountain Gate wakicheza kutokea nyuma, wakijaribu kupiga counter ambazo hazina manufaa kwao. Mechi ilikuwa ni aina gani kwa upande wako? Mechi ilikuwa kimbinu sana ya kiufundi. Ni mechi ambayo kocha Mohamed Leiza aliamua awe wa pili uwanjani, kwa maana kwamba awe anasubiri ashambulie kwa kushtukiza, halafu Azam ilikuwa ndo timu ya kwanza na muda mwingi wa mchezo alikuwa anacheza katika nusu ya pili ya uwanja. Sasa tatizo ni kwamba ukicheza na timu ambayo inakuwa ya pili uwanjani ikawa inazuia vizuri kufunga mtihani shekhe, hata uwe nani. Barcelona shawakuta, Manchester City Pep Guardiola shamkuta mara kadhaa. Umeona Morocco alivyohangaika kwa Tanzania chupu kama mwamuzi Bubu Traore asingi tuzulumu na kumbushia tu AFCON kwa Idi Nado, pengine tungepata sare. Komoro walivyocheza na Morocco mpaka mapumziko bila. Yani ukifanya low block, kama unakuwa na wachezaji ambao wanatekeleza mpango kazi vizuri, timu pinzani hata ikiwa ndio timu namba moja uwanjani inafika mara nyingi inapata wakati mgumu. Mpaka mapumziko ni Azam ndio ilikuwa inamiliki mpira kwa 63%. Ni Azam ilikuwa pamoja na kumiliki sana mpira, nazungumzia mpaka mapumziko, mashuti 6, mawili on target. Lakini Fountain Gate dakika 45 za kwanza walipiga mashuti mawili tu. La kwanza walipiga dakika 39, alipiga Eli Mokono. Alafu la pili dakika 43 akapiga Zuberi Foba akacheza. Natolea tu mfano namna ambavyo mechi ilikuwa, kwa sababu Azam walifanya kinachostahili. Unapocheza na timu ambayo inazuia zaidi kutokea chini wakiwa wengi, maana yake utakachotakiwa kufanya kwanza, zile vertical channels, njia wima zile, unakuwa umewajaza watu katika nafasi zote tano. Unajua katikati kuna kwa mchezaji mmoja, alafu pembeni yake maarufu watu wanasema kwenye half spaces kuna watu, alafu kwenye wide. Kwa hiyo kwa ujumla kulikuwa na watu watano. Azam walifanya hivyo, lakini panahitaji utulivu. Unafanya ball cycling, unaozungusha mpira ili uwachoshe wapinzani, sio tu kimwili kwa sababu ya kusafa bwege, umeenda huko rondo, lakini kuna kuchoka kiakili binadamu kama unafanya jambo moja kwa muda mwingi, ili matokeo yake ndio upate fursa. Lakini kingine uwe na wachezaji ambao wana uwezo wa kudribble mipira, kuwalazimisha, kuwafuata, kuwapiga chenga. Azam walifanya vyote hivyo. Ulimuona Sheikh Diakite alichokuwa anakifanya, mabadiliko katika kipindi cha pili, kuingia Mzee, kuingia kwa Aimar waliosajiliwa hivi karibuni kutoka KMKM na mwingine Mlandege kama sikosei, walifanya hivyo. Lakini bado Fountain Gate walikuwa wazuri, wamepania leo hii kuambulia point na wakaipata. Na kwa nini walikuja hivi? Wanafahamu msimu uliopita walipigwa goli 5 na Azam. Hapa Azam Chamazi Complex walifungwa 2-2. Mechi ya marudiano kwao walifungwa 3-2, ingawa ilikuwa ya mbinde. Dakika ya 90 plus ndipo Sopo alifunga bao la 3 akafungwa 3-2. Lakini mpaka kufikia leo hii uweze amini, ni Fountain Gate ambao katika ligi nzima wao ndo timu inaongoza kufika mwisho na kufanya majaribio ya kufunga. Kabla ya mechi na Azam walikuwa wameshapiga mashuti 64, 21 on target, lakini wamefunga mabao 4. Halafu wao wamepigiwa mashuti ya kulenga shabaha 28, wameruhusu mabao 12. Kwa hiyo goal conversion rate iko chini mno, ni around 6%. Yani nafasi unazopata kufunga halafu umezibadilisha vipi? Sasa leo hii kwenye kikosi unaona kabisa mwalimu Mohamed Leiza akijua wana tatizo hilo, akijua anacheza na Azam ambayo kabla ya mechi dhidi ya Coastal Union walioshinda 3-0, Azam walikuwa wamecheza mechi 5, wamepiga mashuti 16, 7 on target, wana goli 6. Kwa goal conversion rate ya Azam ilikuwa 38%, wao 6%. Unafanyaje? Lazima uweke mbinyo, compactness katika kuzuia. Alianza baada ya golikipa alikuwa na walinzi watatu kama unakumbuka vizuri, mchezaji bora wa mchezo, na maanisha huyu Habib alikuwa ni miongoni mwao watatu. Halafu akawa na viungo watano ambao kunazungumzia Jimson Mwanuke, unazungumzia Obina, wanatokea kwenye pembeni kama wingbacks. Halafu akawa na washambuliaji wawili, Eli Mokono alianza na Modric. Lakini kwenye kucheza hii formation ndio iseme ni makaratasi tu, alikuwa anabaki mara chache Mokono, na ndio maana amepiga mashuti mawili mpaka half time. Wengine wote wako chini. Yani Azam wakati wanaenda na mpira wanakumbana na watu 7, 8, ni kijiji. Matokeo yake shughuli ilikuwa nzito, lakini kingine kimewagharimu Azam ambao pengine walihitaji pointi 3 ili waende juu pale, wangewapita Simba ambao na pointi 13, wao wangekuwa na pointi 15. Ni wachezaji wake katika kipindi cha pili. Kwa mfano Aimar alikuwa kwenye kiwango bora sana, lakini uzoefu umemgharimu. Kuna tukio dakika ya 90 plus 2 lilikuwa ni penalty ambayo kwa mchezaji uliyefanywa madhambi unatakiwa walau na wewe uonyeshe kwamba hii ni penalty. Kama unakumbuka hilo tukio, ilikuwa ni Derrick Mukombozi katika kucheza yeye akiwa ndani ya 18,
akamgonga yeye. Derrick Mkombozi purukushani zake zote ukiangalia hata marejeo ya picha za video hakuupata mpira. Mpira aliugonga Aimar. Kaugonga kwa goti kenda nje, Azam akapewa kona. Haikupaswa kuwa kona, kama sio penalty haikupaswa kuwa kona kwa sababu aliotoa nje alikuwa ni Aimar. Derrick Mkombozi jitihada alizofanya ni kugonga miguu ya Aimar. Aimar baada hapo alifanyaje? Alinuka kenda kujiposition kusubiri mpira. Wachezaji wazoefu pale, ingemkuta labda Jefte Kitambala Bola, ingemkuta chini, ingemkuta Feitoto, ingemkuta mzoefu yoyote. Mwisho wa siku ni mechi ambayo unawapongeza Fountain Gate. Unacheza dhidi ya Azam ambayo msimu uliopita walipoteza pointi zote. Halafu wachezaji mmoja mmoja, quality, ubora wa Azam wako juu zaidi, tunafahamu maana mpira wa miguu ni mchezo wa wazi, lakini bado unapata point. Ni kuonyesha kwamba makocha wetu wanazidi kukua, kwa sababu katika dunia sasa, mpira wa kisasa, kwanza unatambua Jado kanizidi. Akisha kuzidi unafanyaje? Yale aliyokuzidi upunguze madhara. Halafu hakuna timu ambayo perfection iko 100%. Udhaifu wake ni utafuta upenyo. Alifanya hivyo kuhakikisha uzuri wa Azam usiwaletee madhara. Lakini kwenye upenyo, kwa maana counter, hawakuzitumia vizuri, japo 2-3 walizipata. Mwisho wa siku ni sare iliyostahili ambayo Fountain Gate wamefikisha sasa pointi 11. Kabla hapo walikuwa na pointi 10. Mabao wamebaki na mabao yao 4. Mabao ya kuruhusu yamebaki kuruhusu mabao 12, mechi ya 11. Sio performance nzuri sana kwa timu ambayo msimu uliopita ilicheza playoffs. Lazima wakaze buti zaidi. Bahati tu ni kwamba mpaka sasa washacheza na wakubwa wote. Washacheza na Simba, washacheza na Yanga, leo wamecheza na Azam, washacheza na JKT, Meja Jenerali Samuyo. Kwa hiyo kuliko baki sasa wateleze kama wanaweza. Pengine kwenye plani yao ya kucheza low block imefanikiwa. Lakini tulikuwa tunaona transition wakati wanaenda kushambulia, makosa yamekuwa mengi sana eneo la mwisho. Ndio. Lakini tulitegemea wakati ambao Azam wanacheza zaidi mbele, ilibidi wanufaike wao kwa sababu namba inakuwa ni ndogo mbele ya Azam FC. Unadhani nini kilikuwa ni shida wao kwao, kwa sababu ilibidi mdau ambao mnafanya hiyo transition mwe na faida kubwa zaidi nyinyi ambao mko mnashambulia? Kitu cha kwanza kilicho wazi, ubora. Watanisamee tu. Ubora katika kutumia nafasi za mwisho. Nimekwambia wanajijua, wanaingia kwenye mchezo huu, wao ndo wanaongoza kupiga mashuti kuliko timu zote. Nikisema timu zote, Azam imo, Simba imo, Yanga imo. Ushanielewa? Yaani wao ndo wanafika na kufanya majaribio ya kufunga. Wana mabao 4 katika mashuti 64. Goal conversion rate ni 6%. Unacheza na Azam. Uwezo wako huo wa kwenda juu kutumia nafasi mdogo, basi bora uimarishe kwamba ukishindwa kufunga basi upate chochote. Na ujumbe huo ulijidhihirisha katika kikosi chao. Leo hii unajua mabao 4 amefunga nani? Kafunga Ismail Aziz Kada, kafunga McDonald, Obasi, Chukunonye, Chukunonye. Anyway, McDonald Obasi ambaye alikuja kuingia mwishoni. Amefunga Mudrik Shehe, amefunga kijana mdogo yule Juma Abushiri. Kwenye kikosi kilichoanza, katika waliowafungia mabao wote kaanza mmoja tu, Mudrik. Wengine wote nje. Maana yake nini? Mwalimu alikuwa amesacrifice eneo la kushambulia ili ahakikishe awe salama, safety first. Kwa hiyo athari zake ni pamoja na hizo unazotaka kuzieleza. Ambaye alikuwa anaonekana mzuri akiwa na mpira walau kwenda kutishia lango la Azam wanapokuwa katika eneo la mwisho ni Eli Okono, ndio maana mpaka mapumziko alipiga ile mashuti mawili. Sasa kila mpira sio kwamba unaposhambulia umkute Eli Okono. Kwa hiyo wengine majibu yake nimekupa na takwimu kukuthibitishia kwamba sio wazuri katika kubadilisha nafasi kuwa mabao. Sasa ndio hicho ninachotoka kukizungumza. Hii kwamba unajua walikuwa overloaded, wanakuwa na idadi ndogo. Ndio kwa sababu mpango kazi ulikuwa unataka kwanza wahakikishe wanapata pointi 1. Ikipatikana ushindi ni bonus. Nasema haya sio kwamba kocha kazungumza Mohamed Leiza, isipokuwa tafsiri ya kikosi chao, kwa sababu nje wana Ismail Aziz Kada, nje walikuwa na Juma Abushiri alikuja kuingia, nje walikuwa na huyu Obasi, McDonald alikuja kuingia. Hawa ndio waliowafungia mabao katika 4 kwenye mechi 10. Alafu watatu anaanza nje. Alikuwa anataka wao wapate pointi 1. Kwa hiyo athari zake ukiwa na wachezaji ambao kwenye eneo la mwisho wako vizuri katika kutumia nafasi, basi utayasema yote hayo Jado. Yeah.